Na mtazamaji, wakati huo wakazi wa maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mvua kubwa iliyonyesha usiku kuamkia Jumamosi kusababisha mafuriko na hasara. Mtazamaji, magari yaliyosombwa na maji huku makazi, biashara, hospitali na shule kadhaa zikiharibiwa. Na walioathirika sasa wanailaumu serikali kwa kuruhusu ujenzi usiofuata sheria karibu na mito na kwenye mikondo ya maji. Na Willy Lusige alipigia ziara hapa Nairobi hapa taarifa yake. Ni mafuriko yanayotajwa kuwa miongoni mwa makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa jijini Nairobi. Magari, nyumba na biashara zikisombwa na maji, huku wakazi wakikadiria hasara mamia ya mamilioni ya fedha kufuatia mvua kubwa iliyonyesha jijini usiku wa kuamkia Jumamosi. Katika mitaa ya South C na Nairobi West, wakazi wakijaribu kuokoa mali yao, huku baadhi wakivuta magari yaliyosombwa na maji. Katika jengo hili, magari yote yaliokuwa kwenye maegesho ya chini yakizama majini. In the years that have passed, we've never seen such a huge problem, but this one has come with it's been so ferocious. Biashara nyingi pia zikiharibiwa, huku wamiliki wakisalia njia panda baada ya kupoteza mali yao. Tukasikia tu maji mengia all of a sudden, ni kama maji iliingia with a lot of force. It was very hard for us to even save anything inside. We saw people being carried by water. There was nobody to help. We are so lucky vitu za downstairs ndio zimepotea zote. So nikiangalia vitu zenye tumepoteza chini ni 1 point something. Katika eneo la Parklands, baadhi ya wakazi wakilalamika kuondoka kwao usiku wa manane, huku barabara nyingi zikiharibika au kufunikwa na maji na watu kadhaa kusombwa na maji hayo. See how our world has fallen down, this side and the other side also. Wakati huo huo, shule kadhaa na hospitali jijini pia zikiathirika. Shule ya msingi ya St. Elizabeth katika eneo la Viwandani ikiwa miongoni mwa zile zilizoathirika vibaya baada ya madarasa kujaa maji na mali yote kuharibika. I lost entirely, particularly in the office and the ground classes that hosts ECD, grade 1, 2, 3 and 4. We work with various organizations. They had given us tablets, so all those tablets are damaged. Right now we have nothing. Wakazi wengi sasa wakisema kuwa mafuriko hayo yamesababishwa na ujenzi wa kiholela unaoziba mifereji ya maji na mikondo ya mito. Buildings are actually coming up on top of drainage systems, on top of waterways. If you go towards South Sea, you'll see that they're blocking the drainage system, and at the end of the day when it rains, water will have to find another course, and that is why water is now entering through houses, messing up everything. Wengi wakihofia hali inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa mvua itaendelea kunyesha, huku wakitaka hatua za haraka na za kudumu kuchukuliwa kukabiliana na tatizo la mafuriko jijini. Haya ndo baadhi ya madhara ya mamilioni ya fedha ambayo Wakenya wengi waliweza kupitia usiku wa kuamkia leo kutokana na mafuriko yaliyoshuhudiwa hapa jijini Nairobi na maeneo mengine, lakini changamoto kubwa ikiwa ni ukosefu wa miundombinu ya kimsingi ya kusafirisha maji wakati kuna mafuriko. Willy Lusige, runinga ya Citizen katika eneo la South C.